Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah amesema ameridhishwa na hatua kubwa iliyofikiwa na ujenzi wa uwanja wa AFCON Fumba unaodhihirisha utayari wa Zanzibar kushiriki katika mashindano ya AFCON 2027. Amesema hayo alipofanya ziara kukagua maendeleo ya ujenzi wa mradi wa uwanja wa mpira wa AFCON Fumba unaojengwa katika kijiji cha Fumba, wilaya ya Magharibi Unguja. Amewatoa hofu wa Tanzania kuwa ujenzi wa uwanja wa AFCON Fumba utakamilika kwa wakati uliopangwa, ukiwa na mahitaji yote yanayohitajika kuwemo katika viwanja vya kimataifa na kutumika katika mashindano ya AFCON yanayotarajiwa kufanyika mwezi Juni 2027. Mheshimiwa Hemed amemshukuru Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa maono yake makubwa yanayolenga katika ujenzi wa miradi ya kimkakati ambayo atafungua Zanzibar kiuchumi na kupiga hatua kubwa zaidi kimaendeleo. Kwa kweli binafsi nimejiridhisha na kuona hatua kubwa ambayo mradi wetu unaendelea kupiga. Nami nichukue fursa hii kuwahabarisha Watanzania wote na hasa wale ambao walikuwa na wasiwasi na uwanja huu wa AFCON hapa Fumba. Kwa kweli maendeleo ni mazuri, kazi inaendelea vizuri. Wakandarasi wetu wametupa maelezo mazuri na tumeona hatua kwa hatua. Nimejaribu kupanda hata kwenye majukwaa na kila eneo nimejaribu kupita physically kuona nini kinaendelea. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wakandarasi wetu, kwa kweli wanafanya kazi mchana na usiku, lakini niwahakikishie Watanzania kwamba azma ya Dr. Hussein Ali Mwinyi ya uwanja huu kutumika kwa mashindano ya AFCON iko pale pale na hatuna sababu kwa nini uwanja huu usikamilike. Almost vifaa zaidi ya 95% viko site tayari. Hili ni jambo ambalo kwa kweli limenipa faraja sana, na wamenihakikishia wakandarasi kwamba ndani ya kipindi cha wiki 2 hadi wiki 3 zinazokuja hapa kutakuwa kuna mabadiliko makubwa. Maana mmeona materials ambazo wameziangusha pale nje, lakini wameanza kufanya installation ya maeneo haya na naamini ndani ya wiki 2 watakuwa wamekamilisha na wataendelea na hatua nyingine kubwa. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, niwahakikishie kwamba maendeleo ya mradi huu ni nzuri. Kwa ujumla wake tayari tuko karibu 81% kwenye mradi huu, na ile miradi mingine tunaendelea kuhakikisha kwamba nayo inakamilika kwa uhakika kabisa. Kwa hiyo nilitaka niwatoe wasiwasi kwamba mradi unaendelea vizuri, nami nitahakikisha kwamba napata nafasi kila baada ya muda na kuja kutembelea kuhakikisha kwamba tunahimizana ili mradi huu ukamilike kwa wakati. Makamu wa pili wa rais amesema miundombinu yote muhimu kama vile umeme, maji na barabara itapatikana katika uwanja huo na kuhakikishia wananchi wa Zanzibar kuwa serikali kupitia shirika la umeme Zanzibar ZECO inajipanga ifikapo mwaka 2030 Zanzibar iweze kujitosheleza wenyewe kwa nishati ya umeme. Sambamba na hayo, Mheshimiwa Hemed amesema utakapokamilika ujenzi wa uwanja wa AFCON, Zanzibar itanufaika na fursa mbalimbali kiuchumi na kijamii kama vile kuongezeka kwa watalii wanaoingia nchini, kuimarika kwa biashara, kuendelea kwa ujenzi wa miundombinu mbalimbali pamoja na Zanzibar kutangazika zaidi kimataifa. Kama mwezi mmoja uliopita ambao nilitembelea pale Makunduchi kwenye eneo lile la umeme, lakini nilitembelea Matemwe kwenye maeneo mawili, lakini nilitembelea pia Welezo kwenye kituo chetu cha umeme. Nadhani pale nilitoa taarifa nzuri, lakini nataka nikuhakikishie swala la umeme Zanzibar tumeliangalia kwa ukubwa wake, na ndio maana hata hapa umeona hapa Fumba, ukiangalia hata umeme unaokuja hapa sidhani kama utaona yale maguzo kama ulivyokusudia. Nadhani unaona labda barabarani hujaona zile nguzo zimepangwa tunakuja na staili nyingine ya hapa. Lakini najua swala lako hasa linakusudia ule uwezo wa upatikanaji wa umeme wa kutosha. Nikuhakikishie kwamba Zanzibar tumejipanga kuwa na umeme wa kutosha kabla ya 2030. Yaani sisi tunasema mwishoni mwa mwaka huu plani yetu Zanzibar tuwe na umeme wa kutosha kabisa. Kwa hiyo uwanja huu ni kuhakikishia hautakuwa na changamoto na maeneo mengine hayatakuwa na changamoto. Zile megawatts ambazo tutazitengeneza pale Matemwe, zile megawatts ambazo tutazitengeneza hapa Makunduchi,
lakini na zile megawatts ambazo zitatengenezwa eneo jingine hapa Welezo, ni kuhakikisha kwamba tutakuwa na full capacity ya matumizi ya umeme bila ya matatizo yoyote. Kwa upande wake, Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, Mheshimiwa Riziki Pembe Juma amesema ziara ya makamu wa pili wa rais ya kukagua ujenzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo inayojengwa Unguja na Pemba inatoa msukumo wa viongozi kuweza kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi na kusimamia ujenzi wa miradi hiyo ili iweze kukamilika kwa wakati na kwa viwango vinavyohitajika. Dr. Riziki amewataka wananchi kuzitumia kikamilifu fursa zitakazopatikana katika mashindano ya AFCON 2027, lakini pia kutangaza mila na utamaduni wa Zanzibar kwa wageni wanaoingia nchini. Ni pili, tukushukuru kwa dhati kabisa Mheshimiwa kwa kupanga ziara hii kwa makusudi mazima ya kuja kujionea maendeleo ya mradi wetu kama ambavyo yanaendelea, lakini pia katika kufuata na kuona yale maelekezo ambayo tunakuwa tukiyapokea kwa Mheshimiwa Mkuu wa Nchi yanaendelea kufanywa kwa kiwango gani. Mheshimiwa, tunakushukuru kwa kweli, umekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba mradi huu unakwenda na mengine yote ya serikali, lakini na hapa umekuwa mguu kwa mguu Mheshimiwa, huchukui duru umeshafika. Kwa kweli tunakushukuru sana, na katika hili Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki. Mhandisi kutoka kampuni ya Urkon Group of Zanzibar, ndugu Mohamed Nur, ameeleza makamu wa pili wa rais kuwa ujenzi wa uwanja wa AFCON Fumba umefikia 81% ambao unagharimu zaidi ya shilingi bilioni 390 na hadi kukamilika mwezi Disemba mwaka huu unatarajiwa kuhudumia wanamichezo 36,500 kwa wakati mmoja. Mhandisi Nur amesema kwa hatua ya kwanza ujenzi huo unajumuisha uwanja wa kimataifa wa michezo, viwanja viwili kwa ajili ya kufanyia mazoezi, vyoo, vyumba vya mapumziko, bwawa la kuogelea na ofisi. Sisi ndio consultant. Kwa stage tuliopo tulikuwa tuna goal ya kufika 80% by end of August, lakini kama mlivyosikia kwenye ziara tuko almost 81% sasa hivi. Total percentage ya mradi ambayo tumeachieve zaidi ya kile kinachohitajika. Kwa hivyo inaonyesha kabisa kwamba speed inayoenda ni nzuri. Labda unasema kwamba mwisho wa Disemba ushakamilika, na baada ya hapo ndio itakuja issue za testing na kwa ajili ya maandalizi ya AFCON. By Disemba kwa speed ambayo inaenda mkandarasi, naamini kwamba tunaweza kuachieve. Kwa sasa hivi kama mnavyoona, labda niwaonyeshe tu baadhi ya maeneo. Sehemu ile pale yote wiki mbili zilizopita ilikuwa hamna hata siti, lakini kwa sasa hivi washamaliza. Zile beam mnazoziona zile Ijumaa ilikuwa bado hawajazifanya, lakini sasa hivi washamaliza. Kwa hivyo speed tunaendelea kwa monitor kila wiki kwa siku hizi, kwa sababu tumefika karibu na mwisho sasa. Kwa hivyo tuna push sehemu ambayo inaweza ikasaidia mradi ili kumalizika kwa wakati. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.